Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio katika taifa la Tanzania. Hali hatari imeweza kutangazwa ghafla katika taifa la Tanzania baada ya amri ambayo ni kali kutolewa kuhusiana na maandamano ambayo yamepangwa katika taifa la Tanzania kufanyika siku ya Jumanne tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu 2025. Katika kanda hii naomba tuweze kuangazia hali ya hatari hii ni gani, nani ametangaza amri hii na amri hii inazungumzia nini kuhusiana na maandamano. Lakini kabla nizizame kwa undani, shukuru wote ambao mnazama hika na mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hika na tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwakondo. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikiwa subscribe, kadi kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Kenya TV, na ukimaliza kutazama sambaza hii link kwa group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Without wasting your time, back to our analysis. Baada ya fununu, baada ya madai kuendelea kusambazwa katika mitandao ya kijamii kwamba siku ya kuadhimisha uhuru nchini Tanzania tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu 2025 kutakuwa na maandamano makubwa ambayo yamekabidhiwa jina kwamba maandamano yasiyo na kikomo. Sasa amri imeweza kutolewa rasmi kuhusiana na maandamano hayo. Nani ametoa amri hii ambayo ni hatari? Sio mwingine ila tu ni jeshi la polisi nchini Tanzania. Limetangaza hatari kubwa na kupiga marufuku maandamano hayo kupitia barua ambayo imeweza kuwasilishwa kwa vyombo vya habari, ambayo imeandikwa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Wameweza kuanza kwa kusema kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa kwa umma. Ningependa kujulisha kuwa hali ya usalama wa nchi inaendelea kuimarika siku hadi siku. Lakini zile pointi ambazo nataka kuzungumzia, kwa sababu barua hii ni refu, naenda moja kwa moja penye nataka kuchukua kile ambacho nataka kuzungumzia, hali ya hatari ya kupiwa marufuku ya maandamano nchini Tanzania. Nasema ya kwamba, na kwa kuwa hakuna barua yoyote iliyofikishwa au kupokelewa na ofisi yoyote ile ya mkuu wa polisi wilaya hapa nchini ya kutoa taarifa ya kufanyika maandamano hayo hadi leo, jeshi la polisi linapiga marufuku maandamano hayo yaliyopewa jina la maandamano ya amani yasiyo na kikomo yasifanyike. Hivyo jeshi la polisi linatoa wito kwa Watanzania na wasio wa Tanzania ambao wapo ndani ya nchi wayakatae yanayohamasishwa, waendelee kuyakemea na wasishiriki. Wanamaliza kwa kusema ya kwamba aidha jeshi la polisi linatoa wito kwa Watanzania wote pale watakapoona jambo lolote lisilo la kawaida au lenye viashiria vya kihalifu au la kuhatarisha amani na usalama wa nchi yetu, wasisite kutoa taarifa kupitia simu namba bla au kwa ujumbe kupitia kiunganishi cha mfumo wa kutoa taarifa. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Kwa hivyo hali hatari
imetangazwa rasmi katika taifa la Tanzania kupitia maafisa wa polisi ambao wameweza kutoa amri ya kupiga marufuku ya maandamano nchini Tanzania. Kwa nini jeshi la polisi limepiga marufuku maandamano nchini Tanzania ya tarehe 9 ambayo yamekabidhiwa jina kwamba maandamano yasiyo na kikomo? Number 1, kulingana na maafisa hawa ama jeshi la polisi wanadai kwamba hakuna kituo chochote cha polisi kimekabidhiwa barua ambayo inaonyesha notisi ya maandamano, na barua hiyo ieleze kwa nini wanaandamana, watakuwa wanaandamana sehemu gani, wataanza saa ngapi na watamaliza saa ngapi. Sasa kwa sababu hamuna lolote la kuonyesha mambo ya maandamano nchini Tanzania, wameamua kupiga marufuku maandamano hayo ambayo yanasemekana kwamba ni maandamano yasiyo na kikomo. Ikumbuke kwamba vijana wa Gen Z na Watanzania wazalendo kupitia mitandao ya kijamii wamekuwa wakisisitiza ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 12 kutakuwa na maandamano. Wakati walitangaza hayo yote, ikumbuke kwamba uongozi wa Samia Suluhu Hassan uliweza kutoa taarifa na kusema ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 12 hakutakuwa na sherehe ya kuadhimisha uhuru nchini Tanzania, kwa sababu mwaka huu wangesherekea miaka 64 tangu Tanzania iweze kujinyakulia uhuru. Ikumbuke kwamba mwaka 1961 Tanzania iliweza kukabidhiwa uhuru, na marais wote ambao wamekuwa uongozini wamekuwa wakisherekea uhuru huo tarehe 9 mwezi wa 12 kila mwaka. Lakini mwaka huu Samia Suluhu Hassan akafutilia mbali sherehe hizo, huku akisema ya kwamba zile hela ambazo zimekuwa zikitengwa kufanya sherehe hizo ziwekwe kando ili kuenda kukarabati na kujenga upya yale ambayo yaliweza kuharibiwa wakati wa maandamano ya tarehe 29, 30, mosi, 2 mwaka huu, wakati maandamano yalitanda katika taifa la Tanzania. Jambo hili liliweza kusababisha vijana wa Gen Z kusema ya kwamba huenda waliogopa maandamano wakasitisha shughuli ya kusherekea ili kuhakikisha kwamba jeshi la polisi linaweka utulivu kwa kila mahali, kuhakikisha kwamba kuna utulivu katika taifa la Tanzania. Lakini kuna wale ambao wanasema ya kwamba kutakuwa na maandamano, lakini sisi tupo papa hapa kuwajulisha vile tunaendelea kuyapokea katika meza yetu ya habari. Kwa nini vijana hawa wa Gen Z ama wa Tanzania wanataka kuandamana? Wanadai katiba mpya, wanadai tume mpya ya uchaguzi iweze kuundwa, wanadai tume huru ya kuchunguza maafa iweze kuteuliwa, wanadai uchaguzi uweze kurudiwa katika taifa la Tanzania. Ni mengi ambayo wanadai ili kuyafanya ama yaweze kurekebishwa katika taifa la Tanzania. Ikumbukwe Samia Suluhu Hassan aliweza kunyakua 99% kwa kura zile ambazo ziliweza kupiwa kwa kujizolea kura milioni 31.9 katika uchaguzi uliokamilika 29 Novemba mwaka huu 2025 na kuandikisha rekodi mpya. Uchaguzi ambao umeonekana kupingwa na vijana wa Gen Z na baadhi ama tuseme kwa Tanzania, kwa kusema ya kwamba siku ya uchaguzi watu walikuwa barabarani wakiandamana. Tukashuhudia zile kura, makaratasi ya kura zikitupwa, zikitapakaa kila mahali hapa na pale. Watu kuandamana, hawakuenda kwa vituo vya kupiga kura kuharibiwa hapa na pale. Ni jambo ambalo liliweza kuleta utata mkubwa katika taifa la Tanzania. Tumeshuhudia mataifa mengi yakiendelea kukashifu ama kulaumu uongozi wa Samia Suluhu Hassan kufikia sasa. Ndio maana umoja ama tuseme bunge lile la Ulaya liliweza kukaa chini na kuamua mfereji wa misaada uweze kukatishwa kuelekea taifa lile la Tanzania. Marekani imesema ya kwamba lazima waende kutathmini upya uhusiano kati ya Marekani na taifa lile la Tanzania baada ya Samia Suluhu Hassan kuuliza wazungu, who are you? What?
Do you think kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, please, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that at the moment we upload the video clip, you will be notified automatically that Mokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content. Also have WhatsApp groups and even on Facebook. And that is the only way we can continue building this channel of ours, Mokenya TV. Be blessed by our supreme being, all loves and heaven. Let's meet in the next video. Bye bye.